Ra ndio dini ya kwanza Afrika, na hekalu la kwanza limetengenezwa eneo linaitwa Epet Yesuti. Epet Yesuti ni hekalu la kwanza duniani, nyumba ya Mungu kutengenezwa chini ya jua, kabla ya nyumba zote hata Maka haijajulikana, ilikuwa jangwa. Inaitwa Epet Yesuti. Ibrahimu hajazaliwa chini ya jua hili. Ibrahimu ameingia Kemeti mwaka 1639, ametoka kwao Uru ya Ukaldayo na mkewe Sarai. Umeelewa? Lili historia. Amemkuta mfalme mweusi amekaa kwenye kiti pale, akampenda mke wa Ibrahimu, Sarai. Na Ibrahimu mwenyewe ni mweusi kama miwani yako ulovaa. Huyo Ibrahimu mwana wa Azari. Mtoto kitukuu cha nani? Kitukuu cha Enoki. Baba yao ni Mwethiopia kutoka huku Mathusela pamoja na Manase. Ndio akaja kumzaa mtoto anaitwa Idris. Ila ndarudi kwenye jibu langu. Swali langu sorry. Kwa nini wewe una dini? Dini zote zingeni, kwa sababu Uislamu toka mwaka ulipoanza mwaka 600 hadi leo na miaka 1400. 1400. Ukristo umeanzishwa miaka 14 baada ya kuondoka Yesu, ndio Ukristo ukaanza. Miaka 14 baada ya Yesu kufa. Ndio Ukristo ukawepo. Ukristo wenyewe kuthibitishwa kabisa Ukristo kufanya kazi ni mwaka 325 AD chini ya mkutano uliofanyika kule Nicaea. Leo hiyo inaitwa Uturuki. Konstantini wa kwanza akiwa ndio mkuu wa mkutano, akiwa yeye anaabudu Mungu juu anaitwa Apollo, lakini amewasimamia Wakristo na kuunganisha dini. Akachukua paganism na Christianity akamix pamoja, ikatengeneza religion ya Roman Empire. Kutoka Roman Empire ikaja kuitwa Holy Roman Empire kwa sababu iko under feet of the God. Umeelewa? Kwa hiyo ikaitwa Holy Roman Empire. Kwa hiyo hapo ndio akaanza kutengeneza Ukristo, maana Romani walikuwa waelewani na Wakristo wale walioacha Yesu, wanafunzi wa Bwana Josephus. Maana neno Yesu limekuja juzi kwa sababu wazungu walikuwa hawana neno J, haipo. Herufi J katika lugha ya Kihebru hakuna, imekuja kuingizwa na Wafaransa mwaka 1829. Ndio kapa Jesus. Au Yesophus au Yehoshua. Okay. Umeelewa? Wanaanzia na Y. Ndio maana Yusufu leo wanaanza kumuita Johnny kwa sababu wamekuja nini? Wameweka J. Kwa hiyo mimi sitaki dini. Mimi nimesoma dini hizi zote na hadi leo naendelea kusoma. Nimesoma dini ya Confucianism ya Wachina. Nimeona ni man-made religion. Umeelewa? Nikaitupa chini. Nikaenda nikaangalia Shinto. Shinto anamwabudu mfalme wa Japani. Nikaona ni man-made religion. Umeelewa? Nikaja nikaangalia dini fulani wanaita Ahura Mazda, dini ya Wapersia ni Waajemi. Umeelewa? Ukiona gari yoyote inaitwa Mazda duniani ni jina la Mungu wa Kipersia wa Kiajemi ambao leo wanaitwa Wairani. Ukisema Mazda ni Mungu wa watu. Umeelewa kaka? Daksani ni Mungu wa watu. Kwa hiyo hizi dini zote ni ngeni zililetwa. Afrika tulikuwa na dini zetu na mila zetu na tamaduni zetu. Walipokuja mainveda wakatulazimisha tuingie kwenye dini zao ili watutawale vizuri, tuwe watumwa wanyenyekevu kupitia dini. Imani ya upanga unamaliza watu, uweze kutawala, utatawala majani. Kwa hiyo wakaamua kuleta dini. Bwana wewe unaitwa jina lako la ajabu sijui Nsukule Kapwapwa la Kiafrika hilo. Mzungu anakuambia ukiingia kwenye dini ya Ukristo ili uwe mtu safi unatakiwa uwe na majina mazuri. Joseph maana yake John. John ukienda katika translate ya English, Oxford English, unakuta John meaning toilet, choo. Jina John maana yake choo. Umesikia blaza? Nenda kasome. Jina John maana yake choo. Peter maana yake panya, ni jina la Kigiriki. Umeelewa? Kwa hiyo hizi dini man-made religion mimi hizi sizitaki. Mimi naabudu Mungu wa kweli. Unaenda Uislamu sasa? Uislamu nimeusoma. Uislamu nimeuona. Hii kuna Arab supremacy. Yes. Ndani ya Islam kuna Arab supremacy. Na ukisoma Bible unakuta white supremacy. God of Christianity is a white man. Blonde hair, brown eyes. Kwa hiyo hapa wewe automatically unakuwa mtumwa mnyenyekevu kwa mzungu. Na ukija Uislamu unakuwa mtumwa mnyenyekevu kwa mtumwa mnyenyekevu kwa Waarabu, ukuu wa Waarabu. Umeelewa? Yaani wewe unapoomba hata ukisali umeinama hivi unapiga magoti, unamuona Mungu kama kavaa kilemba yuko jangwani.
Maana kuna kitu kinaitwa unavuta hisia. Imagination. Hisia unavuta linachoabudu ni kipi? Basi wewe unamuona Mungu wako ni Mwarabu kama Mohamed bin Suleimani. Amevaa kanzu leupe, amefunga kwa maulidi, ubwabwa unaliwa saa 8 usiku. Saa 11 hakuna mtu. Umeelewa bwana? Chakula sana ubwabwa huo mimi. Lakini nimeangalia hizi dini. Nikasoma dokumenti tofauti, vitabu tofauti, vya dini tofauti. Nikagundua wacha nistiki kwenye Mungu wangu wa Kiafrika. Nikitaka kuomba naweza kwenda kwenye kaburi la babu, nikaenda kwenye mti, nikasimama barabarani, nikakaa kwenye kiti kwenye daladala. Mungu wangu, ndio maana Yesu anawaambia watu wasiokuwa na akili. Anawaambia kuna kipindi kitakuja watu watawaambia Yesu yuko bondeni, msiende. Yuko mlimani, msiende kwa sababu ndani yako. Hiyo ndani yako. Yuko ndani yako. Kwa hiyo usiende bondeni wala mlimani. Tujiulize sisi wenyewe. Kwa nini vitabu vya kidini vimetafsiriwa kwenye lugha zote za kimila, lugha ya Kihehe, Kikwele, Kizalamo, Kinyakyusa, unakuta kitabu cha Kiislamu kimetafsiriwa kwa lugha hiyo na kitabu cha Kikristo kimetafsiriwa kwa lugha za kimila. Lakini kitabu cha sayansi, kitabu cha uchumi, kitabu cha masuala ya kijeshi, strategy zote za ulimwengu, zamana na za kuendeleza watu kunyanyua katika maisha, watu haviletwi kwenye lugha zetu, zinalala kwenye lugha za walowezi, za wavamizi, colonizer. Kwa nini tunasoma huko? Ili mradi sisi tusijue yaliyokuwa bora. Hivi kwani wewe hujui kutengeneza gari? Si unanyimwa programu ya kutengeneza gari? Kwa sababu wewe ukitengeneza gari, wewe nani atanunua gari ya mzungu? Hakuna. Kwa hiyo tusilaumiane kusema Afrika sisi akili hatuna. Mbona gari hatujatengeneza? Gari tunaweza kutengeneza, ila tumezuiwa. Tukitengeneza kwetu haina kibali, haijafaa. Haijafikia kiwango. Haikizi vigezo. Haikizi vigezo. Ila kama la kwao. Ndugu yangu Maxwell Chitumbuso kule Zimbabwe ametengeneza gari inatumia radio frequency. Umesikia bwana? Ndio. Radio frequency. Kaitengeneza Mzimbabwe. Lakini wazungu hapo watasema kwamba ile gari haijakizi viwango, itakuwa hatarishi kwa watumiaji, kwa hiyo haitoingia sokoni. Michael de Angelo, yeye ndio mchoraji wa Hell to Heaven, yani juu ya simbodi ya wanaita St. Peter Basilica pale Vatican. Umesikia? Kwa sababu Vatican ndio nchi ndogo kuliko nchi zote duniani. Ndio. Umesikia? Ina watu wazidi 800. Lakini na bendera yake ina balozi dunia nzima. Umeelewa Vatican. Kwa hiyo huyu Michael de Angelo ndio alichora picha zile, watu walioko kuzimu na watu walioko peponi. Umeelewa? Michael de Angelo ndio akamchukua Caesar Borgia, akamchora picha yake kwenda kwenye imagination ya Jesus Christ. Hiyo ndo Caesar Borgia. Caesar Borgia. Ndio picha yake imechorwa kama muonekano wa nani? Wa Bwana Masihi. Umeelewa bwana? Ndio. Kwa hiyo huyu Caesar Borgia alikuwa mtu mmoja, ni military commander. Lakini alikuwa na sifa yake nyingine ya kipuuzi. Huyo ndiye aliyemchora Mona Lisa? Alomchora Mona Lisa ni Leonardo da Vinci. Okay. Kwenye miaka 1500 AD. Au mwaka wa Bwana wetu. The year of our Lord. The year of our Lord. The year of our Lord. After death. After death. Baada ya kifo cha Jesus. Unaelewa kutokana na maandiko ya Biblia. Kwa hiyo Leonardo da Vinci, Michael de Angelo, Caesar Borgia. Ili kwa kampani The Three Men. Hawa watu walikuwa genius. Huyu kamanda, huyu mchoraji, huyu ni mvumbuzi, kwa sababu huyu Michael de Angelo yeye alikuwa mchoraji mzuri sana, lakini huyu Leonardo da Vinci huyu ni hatari, huyu mvumbuzi. Mwenyewe Wataliano wanampenda sana. Unajua Italy nikupa nyingine, Italy land of the black race. Umesikia Italy, Etruscani ni watu weusi walikuwa wanaishi wapi? Wanaishi Italy. Royal family ya Italy kuanzia wanaita Sicily, ukienda maeneo yote yale yaliyoko mpakani na Tunisia, hao yote ni mali ya watu weusi. Huko ndiko alikuwa anatawala mtu mmoja anaitwa
Abubakar nani wanamuita Hamil Karibaka. Hamil Karibaka. Ni general ninakwambia amepanda anatumia tembo kuwa usafirishaji wake wa zana na majeshi. Alipanda milima Alps, hakuna kidume wote anaweza kupanda milima Alps, milima ina baridi kali barani Ulaya. Zile Alps. Yeah, Alps mountains. Yeah, akapanda, akaivamia Roma kupitia mgongoni. Akatia kibiliti. Alikuwa mtu mweusi. Black man. Hadi coin zake zipo leo. Ila wazungu leo hii washamconvert kwenye white race. Washafanya mzungu. Kama mfanya nini Shakespeare? Kama mzungu sasa hivi. Nani yule? Huyo nani American Baka? Sasa hivi mzungu. Na yule Shakespeare unaniambia ni Shakespeare? William Shakespeare. Sasa hivi mzungu. Na alikuwa ni mtu mweusi. Yes, William Shakespeare was a black man. Umesikia? Jamani, hiyo ndio nguvu ya mtu mweusi hatari. Black power. Bana wewe. Tumetawala kuanzia England mwanangu, inatosha. Paris. Yeah. Hatari sana.